Rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua yake ya kuziongezea ushuru bidhaa za nchi nyingi duniani zinazoingizwa Marekani, akisema ni muhimu kwa maono yake kwa ajili ya Marekani. Kauli yake inakuja wakati akiongezea maradufu ushuru China wa hadi 104%. Rais Trump amekiri kuwa mkakati wake wa nyongeza za ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kwa kiasi fulani umepitiliza, lakini amesisitiza maafisa wake wanafanya mazungumzo na nchi nyingi zinazotaka kufikia makubaliano ya kibiashara. Masoko ya hisa barani Asia yameshuka zaidi baada ya Marekani kutangaza kuzibandika bidhaa za China ushuru wa zaidi ya 100%. Masoko ya hisa ya Tokyo na Australia yamesuasua na sarafu ya Korea Kusini imeporomoka kwa viwango ambavyo havijashuhudiwa katika kipindi cha miongo miwili. Masoko ya hisa kote duniani yamepoteza matrilioni ya dola tangu hatua hiyo ya Marekani kuanza kutekelezwa. Wawekezaji wanazidi kutiwa wasiwasi na kuongezeka kwa ushuru ambao huenda ukatumbukiza uchumi wa dunia katika mgogoro mkubwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema misaada inawaishia Wapalestina wa ukanda wa Gaza baada ya Israel kuzuia misaada yote kuingizwa katika eneo hilo na kurejea kufanya mashambulizi makali dhidi ya Hamas. Ambia Hirsi na taarifa zaidi. Bwana Guterres amesema Gaza imegeuzwa uwanja wa mauaji na raia wanajikuta katika mkondo usiokuwa na kikomo wa vifo. Matamshi yake yanakuja baada ya wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa kutoa wito wa dharura kwa viongozi wa ulimwengu kuchukua hatua za haraka kuhakikisha chakula na mahitaji mengine yanawafikia Wapalestina. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel anasisitiza kuna chakula cha kutosha Gaza na kumshutumu Guterres kwa kuichafulia jina Israel. Na maafisa wa uokozi katika Jamhuri ya Dominican wanasema watu takriban 80 wamefariki dunia baada ya paa la ukumbi wa burudani kuanguka wakati wa tamasha la msanii Ruby Perez. Msanii huyo ni miongoni mwa hao waliofariki dunia. Maafisa hao wa uokozi wanaotafuta manusura katika ukumbi huo ulioko mji mkuu Santo Domingo uliojengwa miaka ya 70 iliyopita. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imewasilishwa kwako na Caro Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1 na Radio Free Africa nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Pamoja FM nchini Kenya na Radio Muungano huko Beni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambapo pia unaweza kuandika ujumbe wako nasi tutasoma kadri tunavyoendelea kupata muda. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kuwa mkakati alioweka wa kutoza ushuru umekuwa wa ghafla na kushtusha. Lakini hata hivyo amesema maafisa wake wako katika mazungumzo na nchi mbalimbali zinazotaka mikataba ya kibiashara. Taarifa zaidi na Halima Nyanza. Kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump inakuja wakati ambapo nchi yake muda mfupi ujao itaanza kutekeleza ushuru mpya wa 104% kwa baadhi ya bidhaa kutoka nchini China. Akizungumzia zaidi juu ya sera hiyo mpya ya ushuru nchini mwake, Rais Trump amesema Marekani itafaidika kutokana na mapato ya juu ya ushuru hadi kufikia dola bilioni 2 kwa siku. For those of you that want to know the tariffs you've been hearing about tariffs. Kwa nyinyi ambao mnataka kujua ushuru ambao mmekuwa mkiusikia, tunachukua karibu dola bilioni 2 kwa siku kutokana na ushuru. Bilioni 2 kwa siku, na tunaendelea vizuri sana na tunafanya vizuri sana, hali ambayo inaifanya niyaite makubaliano ambayo tumeyafanya kulingana na malengo. Sio nje ya hapo, tumefanya hivyo kulingana na malengo. Mikataba yenye malengo. Hivi sasa Japan wanasafiri kuja hapa ili kuweza kufikia makubaliano. Korea Kusini wanakuja hapa pia kuweza kuelewana, na wengine pia wanasafiri kuja hapa. Na kuhusiana na ongezeko hilo la 104% ya ushuru wa baadhi ya bidhaa kutoka China, hapo awali China iliarifu kuwa itapambana vikali na nyongeza hiyo mpya ya ushuru kutoka Marekani, katika wakati ambapo mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani yakiwa karibu kuingia katika vita vikali vya kibiashara. Wakati huo akizungumza katika hafla ya kuwakaribisha wachimba madini ya makaa ya mawe katika ikulu ya nchi hiyo, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza pia hatua za kuchukua kuongeza uzalishaji wa makaa ya mawe na kuiagiza Wizara ya Masuala ya Sheria nchini humo kukabiliana na majimbo ya nchi hiyo yanayojaribu kurudisha nyuma ukuaji wa sekta hiyo ya makaa ya mawe. Ni taarifa yake Halima Nyanza.
Watu wasiopungua 79 wameuawa na zaidi ya 150 kujeruhiwa baada ya paa kuporomoka katika klabu ya usiku katika mji mkuu wa Jamhuri ya Dominika, Santo Domingo. Maafisa wamethibitisha. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Gavana wa jimbo na mchezaji wa zamani wa ligi kuu ya baseball Octavio Dotel ni miongoni mwa waathirika. Dotel mwenye umri wa miaka 51 alifariki dunia akiwa njiani kupelekwa hospitali baada ya kuokolewa kutoka kwenye vifusi. Mkasa huo umetokea alfajiri Jumanne kwenye tamasha la mwimbaji maarufu wa mziki wa merengue Ruby Perez katika klabu ya usiku ya Jet Set. Aliripotiwa kuwa miongoni mwa walionasa kwenye vifusi. Mkurugenzi wa kituo cha operesheni za dharura Juan Manuel Mendez alisema ana matumaini kwamba watu walioko chini ya paa lililoporomoka bado wako hai. Jet Set ni klabu ya usiku maarufu huko Santo Domingo ambako huandaa mara kwa mara matamasha ya muziki wa dance Jumatatu jioni. Wanasiasa, wanamichezo na watu wengine mashuhuri walihudhuria. Miongoni mwa waathirika ni Nels Cruz, gavana wa jimbo la Monte Crest. Rais Luis Abinel alisema alikuwa dada wa mchezaji wa zamani wa baseball Nelson Cruz, mchezaji nyota wa ligi kuu mara 7. Dotel alianza kucheza New York Comets mnamo mwaka 1999 na alichezea timu zikiwemo Houston Astros, Oakland A's, New York Yankees, Chicago White Sox na Detroit Tigers hadi mwaka 2013. Picha za video zilizochukuliwa ndani ya klabu zinaonyesha watu wameketi kwenye meza mbele ya jukwaa na wengine wakicheza kwa muziki nyuma huku Ruby Perez akiimba. Katika picha tofauti iliyorekodiwa kwa njia ya simu ya mkononi na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, inamuonesha mwanamuziki aliyesimama jirani na jukwaa anasikika akisema kitu kilianguka kutoka kwenye dari huku kidole chake kikionekana kikielekeza paa. Namni taarifa yake Florian Kaijage. Asante sana Daniel Magusu. Unasema ukiwa Tarime, Mara, Tanzania, mpango wa kuongeza ushuru unaleta mgogoro wa uchumi duniani kote. Elibariki Yusto Mukunguru wa Karagwe, Kagera, Tanzania, unasema kwa sasa ukiwa safarini Mtwara lakini bado unasikiliza matangazo haya ya Amka na BBC kupitia mtandao wa kijamii yani Facebook. Kiukweli unatupata vizuri sana. Shedi Boy mtoto wa Singida wa Nduguti, wilaya mpya Mkalama, Tanzania, unasema unapenda Amka na BBC. Robert Walakira unasema Trump ana mambo mazito kweli kweli. Ismail Saki unasema unatupata mubashara kutoka Msumbiji, Mweda. Mashabiki wa klabu ya soka ya Simba nchini Tanzania wanatumaini kuvunja mwiko wa kuishia hatua ya robo fainali kwenye mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu sasa. Simba wamepewa jina la utani la mwaka robo kutokana na kushindwa mara kadhaa kupenya kwenye hatua hiyo. Katika mchezo hii leo, Simba anaivaa Al Masry ya Misri kwenye marejeano ya robo fainali baada ya mchezo wa kwanza Simba kukubali kibano cha bao 2-0. Simba imekuwa tishio zaidi inapocheza nyumbani kwenye dimba la Ben Mkapa jijini Dar es Salaam mara zote, wakitamba na kauli mbiu ya kwa Mkapa hata ukimtu. Wanasemaje mashabiki? Kwa majina anaitwa Saum Bakari Kiamia. Mwaka huu kwanza tuna kikosi kipya, damu changa, vijana wote wana morali ya kufika mbali. Kwa hiyo mwaka huu lazima tufike mbali na hatutoishia kuvuka nusu tu. Tunaenda mpaka finali na Mungu akijalia tunachukua ubingwa. Kwa majina anaitwa Charles Masaga. Of course tunajisikia vibaya kuambiwa sisi ni mwaka robo, lakini kwa timu tulionayo saizi tuna uhakika wa zaidi ya 100% kwamba tunaenda kuingia nusu finali. Ukiangalia hata mchezo wetu wa first leg ambao ulichezwa kule Misri kule, timu ilicheza vizuri sana, lakini kulikuwa tu na makosa madogo ambayo yalifanya jamaa kupata goli. Ikitokea ndivyo sivyo, sisi bado ni wana Simba, tutaendelea kuisupport timu yetu. Hatuwezi kubadilika kwa sababu eti timu haijaingia nusu finali. No, tutabakia kuwa Simba na tuna uhakika la kwanza timu inaenda kuingia nusu finali. Hilo ndo la kwanza, mtangazaji. La pili, hilo ambalo hatuliombei wala hatuliwazii sisi kama wana Simba halitaweza kutokea, lakini Mungu si asumani inaweza kutokea. Hata kama likitokea, sisi bado tutaendelea kuwa wana Simba, tutaendelea kuisupport timu yetu kwa hali na mali na kujitokeza kila inapokuwa inacheza. Kinachonipa imani zaidi ni juhudi moja za wachezaji, lakini pia timu kama kikosi, lakini pia na uongozi wa Simba, uongozi wetu wa timu sikivu. Kwa tuna imani kwa nguvu za pamoja na maombi yetu sisi mashabiki tunavuka mwaka huu.
Ni mashabiki wa Simba hao wakitoa maoni yao. Na muona Fikiri Dario Gakala pia kutoka Ngokolo Chinyanga, Tanzania, anasema kila laheri Al-Masri. Elibariki Yusuf Mukunguru, yeye anasema kila laheri Simba. Haya, Shadrack Mwansasi uko hapa pamoja na mengi katika michezo, atatueleza pia Yanga wao wanasemaje kuhusu akina Mwakarobo. Naam, asante sana Martha Saranga. Tuanzie kwanza katika ligi ya mabingwa kule barani Ulaya katika hatua ya mtoano. Ni kwamba michuano inaendelea usiku kwa mkeo leo kwa michezo miwili, ambapo Arsenal wakiwa nyumbani Emirates wameweza kuwanyuka mabingwa tetezi Real Madrid bao 3-0 yaliyotiwa kimiani na wachezaji Declan Rice akifunga mabao mawili na bao 3 lilipachikwa na mchezaji ambaye ni kutoka taifa la Hispania Mikel Merino Zazzoni, huku Bayern Munich wao kibamizwa 2-1 na Inter Milan. Leo hii Jumanne Barcelona wanakaribisha Borussia Dortmund na PSG wao ni wenyeji wa Aston Villa. Kuna ligi ya mabingwa barani Afrika, jana Al Hilal Omdurman ya Sudan wakatupwa nje ya michezo ama michuano. Hii ni baada ya kuchapa bao 1-0 na Al Ahly ya Misri. Esperance de Tunis ya Tunisia wakatolewa baada ya suluhu ya bila kufungana dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, huku FAR Rabat ya Morocco wao wakiaga mashindano hayo licha ya ushindi bao 2-0 dhidi ya Pyramids. Lakini leo kuna mchezo ambapo Orlando Pirates wao watakuwa ni wenyeji wa MC Alger. Tukisalia barani Afrika kuna kombe la shirikisho sasa, ambapo hii leo Jumatano El Zamalek wanacheza dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. RS Berkane wao watakuwa nyumbani dhidi ya ASEC Mimosas, na US Alger wanakaribisha CS Constantine. Na kama ambavyo tumewasikia sasa mashabiki wa soka nchini Tanzania, Simba wao wako katika dimba la Mkapa wakiwa ni wenyeji wa Al Masry kutoka kule nchini Misri. Kwa hiyo hizo ni mechi ambazo zitakuwa zikiendelea. Kuna lolote ambalo unaweza kuhitaji kujua zaidi kuhusiana na mechi ya Simba? Wanasemaje bwana, utani wa jadi hapa tunataka kujua wenzao wanasemaje. Tanzania baadhi yao ukikutana nao wanasema sisi kama Tanzania tunashabikia timu yetu kwa maana Simba au mashabiki wa Yanga kwamba wanawatakia kila la heri, lakini wapo wengine wanasema wao wanasema ubaya ubwela, waache hiyo ubaya ubwela, wengine wakitaka Hamisi waweze kupata ushindi kwenye mchezo wa leo. Lakini unaonaje Simba leo wanatoboa? Wanachotakiwa kukifanya Simba, kwa sababu hata pia katika mchezo ambao walipoteza kule ugenini ni kwamba walicheza mpira vizuri, isipokuwa tu umakini fulani ulikuwa umekosekana, kwamba wachezaji walikuwa wakifika kwenye lango la pinzani, tatizo lilikuwa ni utulivu, kwamba kama mchezaji anakuwa haipo kwenye nafasi ya kufunga ampe mwenzie ambaye anaweza kaza kufunga goli. Kwa hiyo leo haya, tuelekee kwenye taarifa nyingine sasa. Hapa ni mpira wa kikapu. Ni kwamba uongozi wa timu ya mpira wa kikapu nchini Marekani Denver Nuggets wamemfuta kazi kocha mkuu ambaye anafahamika kwa jina la Michael Malone, huko timu hiyo ikiwa imesalia na mechi 3 pekee tu za msimu, licha kwamba wanapambana sasa kutafuta nafasi ya kuweza kufuzu. Lakini jana Jumanne viongozi wa klabu hiyo ama timu hiyo walitangaza kumfuta kazi Malone baada ya kuhudumu kwa miaka 10, huku naye meneja mkuu Kevin Both akiwa ndani ya mkataba wake ni kwamba hautaongezwa tena. Mkurugenzi mtendaji wa timu hii ya Nuggets, huyo ni Joshi Kroenke, amesema kwamba uamuzi wa kumfuta kazi Malone umefanyika ili kuweza kuipa timu hiyo nafasi ya kuweza kushinda ubingwa wa mwaka 2025. Kwa kuhitimisha, tukirejea katika soka ni kwamba mwanamichezo ama mwanasoka kimataifa kutoka taifa la Ureno ambaye anakipiga katika ligi ya Saudi Pro League kwenye klabu ya Al Nassr, Cristiano Ronaldo ametuma salamu za pole kufuatia kifo cha kocha Aurelio da Silva Pereira kilichotokea jana Jumanne. Akiwa ni kocha ambaye aliweza kuvumbua vipaji vya wachezaji kama Ronaldo na wachezaji wengine kama Luis Figo, Nani pamoja na Ricardo Quaresma. Anahitimisha dondoo za michezo asubuhi. Shukrani sana Martha Saranga. Shukrani.